Nawashukuru nyinyi wanahabari katika mwito wetu na kuja leo kuhusu jambo ambalo kwa upande wetu tunaona ni na umuhimu wa kipekee katika maamuzi yanayotolewa na mahakama yetu, mahakama ya juu kabisa, mahakama ya rufaa. Maamuzi ambayo yalitolewa jana ya kesi hiyo ambayo ndugu yangu hapa ameeleza vizuri, mimi sitarudia. Kwanza kabisa nianze kupongeza jopo la majaji walioamua kesi hiyo. Sio kawaida sana kupongeza mahakama na kutoa uamuzi, lakini kwa profesa mwandamizi kama mimi nafikiri naweza nikafanya hivyo, hasa kwa sababu uamuzi wa jana kwangu mimi binafsi ilikuwa ni faraja mkubwa sana. Katika ualimu wangu wa karibu miongo minne, nimewafundisha mawakili wengi sana wa pande zote mbili, wakili wa serikali na mawakili binafsi, na pia baadhi ya majaji wa mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Kwa hivyo naposikia uamuzi uliotolewa jana au uamuzi kama ule, inanipa faraja kubwa sana. Jambo la pili, ningependa kusema kwamba jopo la majaji liliongozwa na Jaji Levila kwa kiasi fulani alitoa uamuzi ambao ulikuwa wa jasiri, hasa katika mazingira yetu. Uamuzi kama ule hatujawahi kusikia katika miaka zaidi 10 sasa. Kutokana na sababu mbalimbali ambazo sitaingia kwa sababu nitaambia sasa unaingia kwenye siasa. Marekebisho yaliyofanywa mnamo mwaka 2020 katika sheria ambayo inamwezesha mtu kwenda mahakamani pale anapodai kwamba haki zake za msingi zimevunjwa na yeye ameathirika na vunjaji wa haki hizi. Sasa mwaka 2020 wakaleta marekebisho, wakarekebisha sheria. Sio maboresho, ndugu yangu, sio maboresho. Marekebisho walifanya, haikuwa maboresho. Haikuwa maboresho kwa maoni yangu, na nitaongea kidogo kwa nini haikuwa maboresho. Sasa katika katiba yetu tangu mwaka 84 ambapo tuliingiza haki za binadamu katika katiba yetu, kuna ibara 2 za katiba. Kuna ibara 2 za katiba ambazo ni hizi. Ibara ya 30 ya katiba inamwezesha mtu au kundi la watu ambalo limeathirika na sheria fulani au tendo fulani la chombo cha serikali au afisa wa serikali, imeathirika na haki yake ya kimsingi imevunjwa,
inamwezesha mtu kama huyu au kundi kama hili kwenda mahakamani. Ibara ya 30, anapoenda mahakamani, madai yake kwamba kwanza anaonyesha kifungu gani, ibara gani ya katiba imevunjwa, moja. Ya pili, jinsi gani yeye binafsi ameathirika, yaani maslahi yake sawa yameathirika. Tuko pamoja? Ibara ya 30 ambayo tumekuwa na kesi nyingi tu za kikatiba zinaenda mahakamani chini ya ibara ya 30. Sasa tuna ibara moja katika katiba yetu ambayo kwa maoni yangu ya kipekee kabisa, ni ibara 26, ibara ndogo ya pili. Ibara 26, ibara ndogo ya pili. Ibara hii inasomeka hivi: kila mtu ana haki, kila mtu, sio kila mwananchi, kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Kila mtu ana haki ya kuchukua hatua za kisheria ili kulinda katiba na mfumo wa sheria tulionao, kuprotect. Hapa hakuna swala la kuathirika au kuwa na maslahi binafsi. Haki hiyo sio haki ya mtu binafsi, lakini haki ya kuwezesha huyu mtu, haki ya kuwezesha huyu mtu kutekeleza wajibu wake wa kijamii, yani public duty. Sawa? Ibara ya 30, unakwenda mahakamani, haki yako binafsi imevunjwa. Katika ibara hii, haki uliopewa ni sio kwa sababu maslahi yako, sio kwa sababu maslahi yako. Ni haki uliopewa ni wewe kuwezesha wewe kutekeleza wajibu wako wa public duty, kuhifadhi katiba. Na chini ya ibara hii hao wenzangu watetezi wa haki za binadamu walikuwa wanaingia mahakamani kupinga sheria mbalimbali au vitendo mbalimbali ambavyo sheria hizi na vitendo hivi zilikuwa zinaathiri umma kwa jumla au sehemu ya umma. Wao hiyo hawakuwa na maslahi na hiyo. Tuko pamoja? Naweza kuuliza maswali. Labda nitoe mfano itakuwa wazi. Tuseme tuna mgodi wa dhahabu kwa sehemu za Mara au Geita. Sawa? Sasa mgodi huo unatumia mercury katika kusafisha dhahabu. Mercury unahitaji Kiswahili. Zebaki. Mercury, sawa? Mtaangalisha hiyo. Sasa inamwaga mercury hiyo katika mto. Sasa watu wana kijiji wanaotumia maji ya mto huu, watoto wanaogelea, wanatumia maji ya mto huu, kunywa, wanaathirika na hiyo maji. Sawa? Lakini wao wenyewe hawana uwezo
wala hawana ufahamu, wala hawana uelewa wa kupinga jambo hili. Zaidi labda wanaenda kulalamika katika vyombo vya kisiasa na vyombo vya kiserikali, na kama mnavyojua, msitaki kuzungumza, wanazungumza sio ndio kesho nini, hawana habari kwamba haki yao ya msingi kuishi maisha inavunjwa. Haki yao ya kuishi tu inavunjwa. Sasa katika hali hiyo, mhadhiri wa chuo kikuu ameguswa, yeye aishi pale, yeye haathiriki, mtoto wake haathiriki, watoto wake hawaathiriki, na yeye ameguswa na jambo hilo ambalo linafanyika, linatendewa kwa sehemu ya umma. Hawa wanakijiji, anachofanya nini? Anaenda mahakamani chini ya ibara 26 ibara ndogo ya pili. Malalamiko yake kwa mahakama ni kwamba, waheshimiwa majaji, kule Geita kuna jambo linatokea ambalo linaathirika sana haki ya sehemu ya umma ya kuishi. Kwa hivyo mimi nimekuja mbele yenu kutekeleza wajibu wangu wa kijamii kwa niaba ya hao. Sawa? Na naomba ninyi ndio kufanya uamuzi. Kwa hiyo kama mahakama ndio chombo cha mwisho kulinda haki za wananchi, haki za binadamu, haki za kuishi, ambayo ni haki ya msingi kabisa. Sio haki zingine zote zinategemea haki ya kuishi. Tuko pamoja? Katika hali hiyo ndio sasa huyu mhadhiri au ndugu yangu hapo Ole anaingia mahakamani. Mimi naona ni muhimu ieleweke hiyo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu siwalaumu watu wetu, wala siwalaumu wanahabari, na tujilaumu sisi wenyewe. Masomo tunafanya mambo hayo, lakini inabaki kwetu. Masomo sisi wengine tunajadili tu miongoni mwetu, hatuchukui fursa ya kuwasiliana na umma, unaelewesha. Ndio maana muhimu, ndio maana nilimwambia rafiki yangu hapa kwamba jamani, uamuzi huu umetoka, itisha wanahabari ili tuweze kuwasiliana na umma, na kiungo kati sisi na umma wetu ninyi ni kiungo muhimu sana. Sasa marekebisho yaliyofanyika mwaka 2020 kwa njia ya sheria ya kawaida ilijaribu kurekebisha ibara ya katiba ya 26 ibara ndogo ya pili, kwa kusema kwamba mtu yeyote ambaye anafungua kesi chini ya ibara hii 26 ibara ndogo ya pili lazima aonyeshe katika kiapo chake kwa jinsi gani yeye binafsi ameathirika, aonyeshe personal interest, ambayo kiume kabisa na ibara yake. Kwa hivyo kwa kweli wanafuta
Marekebisho haya yakafuta tofauti kati ya ibara 26 na ibara ya 30. Kwa moja, na ilipitishwa na Bunge, na ikiwa kama tunavyojua sheria zote zilizopitishwa na Bunge, sheria hizi tu zinatoka kutoka serikali, ndio zinaletwa mbele ya hiyo sheria ilipopitishwa na Bunge na bado ilikuwa haijawa kubalika na Mheshimiwa Rais wakati ule, Mheshimiwa Magufuli, sasa marehemu. Mimi niliandika makala kusema kwamba marekebisho hayo kwa kweli ni kinyume cha haki, na kwa mlango wa nyuma inarekebisha katiba yetu ambayo sio sahihi. Na nilikuwa na matarajio, sio kwamba nilikuwa na matumaini kwamba labda Mheshimiwa Rais hata sign. Of course, kesho yake amesign, ikawa sheria. Ndio sheria tuliyokuwa tunapinga mahakamani, sawa. Wakaenda Mahakama Kuu kama inavyotakiwa kwa taratibu. Mahakama Kuu ikatupilia mbali kesi yao, wakakata rufaa. Na katika rufaa tuliyokata, mimi nilikuwa na heshima ya kuongoza jopo la mawakili wenzangu, Mpoki hapa, John na Mshala. Mshala bado nafikiri anasherehekea ushindi wa jana, kwa hiyo akufika hapa. Jambo la pili katika marekebisho haya ambayo pia ni muhimu sana ni kwamba unapofungua kesi mahakamani, kwa mfano kwa jambo limetokea, mtendaji wa serikali au kiongozi wa serikali ambaye anatuhumiwa kufanya kosa, kuvunja katiba, labda ni mkuu wa nchi, sawa. Wamefanya nini? Kabla ya marekebisho haya, unafungua kesi Mahakama Kuu, unamtaja mtu ambaye alitenda kosa lile, ambayo ni mtu wa serikali, kiongozi wa serikali, katika kufanya shughuli zake za kikatiba, akafanya kosa hili, sawa. Unamtaja yeye kama mkuu wa nchi, unasema kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na unamtaja wakili mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali, Attorney General. Ndio kawaida kabisa. Mwanasheria mkuu anakuja mahakamani kwa niaba ya serikali nzima, sawa. Lakini haki zake unazopeleka mahakamani lazima zitaje nani ametenda kosa hili. Unamtaja yule kosaji pia, ama ni taratibu za kawaida za kimahakama, tunaita proper party na necessary party. Mwanasheria mkuu wa serikali amekuwa pale kwa mujibu wa sheria, sawa.
Proper party ni pale kuonyesha nani ametenda kosa. Sasa marekebisho haya yakaifuta hii, nasema kwamba badala ya kushtaki huyu kiongozi wa serikali, utamshtaki mwanasheria mkuu peke yake. Tuko pamoja? Kwa sasa kule katika kichwa cha habari hata kama hatukana kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku unapozungumza kwa hati zake utasema Mheshimiwa Rais alifanya jambo fulani. Sasa itakuwa sasa mahakama inakwambia sasa huyu ambaye unamtaja kwa hati zenu hayupo mahakamani. Sasa nataka nifanye nini? Siwezi kumhukumu bila yeye kupewa nafasi ya kusikilizwa, sio? Wala siwezi kutoa amri dhidi yake kwa sababu hayuko mahakamani. Naona hiyo ambayo ni sheria ilikuwa ni severe. Iko ni absurd. Kiingereza tunasema iko absurd. Okay? Tukaenda mbali kwamba hii inatoa kinga kwa hao waliotaja Rais, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, Spika, Jaji Mkuu na kadhalika. Ni aina ya kinga kwa hawawezi kushtakiwa mahakamani. Sasa tukasema hii haifai. Sasa sisi ni nchi, ni jamhuri, sio ufalme. Katika nchi za kifalme huwezi kumtaki mfalme kwa sababu yeye habanwi na sheria. Lakini katika jamhuri kila mtu anabanwa na sheria na katiba. Hakuna mtu ambaye ni juu ya sheria. Wengi wetu, vijana wengi tukana na hawajui hiyo. Nilipokuwa nafundisha chuo kikuu katika darasa langu la kwanza na vijana wangu wa mwaka wa kwanza, nilikuwa nawauliza, je, Mheshimiwa Rais anabanwa na sheria? Wengi wao hapana, habanwi na sheria. Yeye juu ya sheria. Mazoea. Bwana Rais kama kuendelea kuona urais wa kifalme, imperial presidency. Sisi tukapinga hii. Ninafurahi kwamba mahakama imetukubalia hoja zetu zote tulizotoa, hoja 8 katika rufaa yetu, zote zimekubaliwa mahakama, na mahakama imesema wazi bila kutafuna maneno kwamba hayo marekebisho kifungu ndogo cha 2, 3, 4 na 5 ya kifungu cha 4 katika sheria hiyo ni batili, haina nguvu za kisheria kwa sababu ni batili, ni kinyume cha katiba. Nishika kusema kwamba uamuzi huo ulikuwa uamuzi nahitaji ujasiri hata mahakamani kwa uamuzi kama matumaini yangu ni kwa wenyewe wanahabari pia mtajifunza kutokana na hii, kuwa na ujasiri na kutoa taarifa za ukweli. Asanteni sana. Niko kama kuna maswali tunaweza kuuliza. Sawa. Mwaka 2018 ilifunguliwa shauri linaloitwa la Abu Shahidi dhidi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Joseph Pombe Magufuli na mwanasheria mkuu wa serikali, na hili shauri lisimamiwa na Fatma Karume, na Fatma ndio alipata matatizo hapo mpaka leo.
kwenye ile shauri lililokuwa pingamizi kwamba rais hawezi kushtakiwa mwaka 2018, na ilikuwa ni kuhusu uteuzi wa mwanasheria mkuu wa serikali Adedatus Kirangi. Jaji Feleshi akiwa jaji kiongozi alisikiza ile shauri, akakubaliana na pingamizi kwa sababu ilikuwa limeandikwa jina la John Pombe Magufuli, lakini akasema rais anashtakiwa. Miaka miwili baadaye, baada ya uamuzi kutoka tu, ilikuwa imefunguliwa shauri lingine la Zitto Zuberi Kabwe dhidi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wengine, pamoja na mteja wangu alikuwa Profesa Asa. Ikaja pingamizi lingine kwamba rais hashtakiwi kwa sababu alishaipata kule kwa Feleshi. Mlacha akaandika hukumu akasema rais anashtakiwa kama mtu mwingine kwenye mashauri ya uwajibikaji na katiba. Wakati yale mashauri yanaendelea mahakamani, wakaenda bungeni, wakaenda kubadilisha Basic Rights and Duties Enforcement Act, ndio wakarekebisha kifungu cha 4 ambacho ndio profesa anazungumzia hapa. Kifungu cha 4 ambacho kilikuwa kinafanana na kifungu cha 26(2) cha katiba, kinasema mtu yeyote anaweza akafungua shauri pale anapoona haki imevunjwa au inaelekea kuvunjwa, hata katiba yenyewe. Na pia unaweza kujitaki mtu yeyote, ilikuwa haiweki ukomo. Sasa walipoenda kurekebisha ile sheria ambayo ndio mgogoro tuliokuwa nao, na asante sana Onesmo kwa kuendelea kusimama na lisha kutoka mwisho, kwa sababu tuliandaa plea wakati mgumu sana. Nakumbuka tuliandikia Mbezi Garden na baadaye tukawa ABC. Ilikuwa ni wakati mgumu sana tunafungua hii kesi kipindi hicho, lakini Onesmo alikubali kuweka jina lake pale. Kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo ule uamuzi ule ndio ulipelekea, maamuzi haya mawili walipelekea kurekebisha Basic Rights and Duties. Kwa hiyo kuanzia hapo ndio maana usikike na shauri la Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Center, HRDC. Zamani kwa tulikuwa mashauri mara la uchaguzi, mara la watoto kupewa mimba, mara la nini, kwa sababu baada ya sheria kurekebishwa lazima uwe na maslahi wewe peke yako, pilipili ya shamba inakuashia nini. Yaani unapoenda kufungua shauri useme mimi nimeathirikaje. Kwa hiyo ndio ulikuwa ni msingi ambao ulikuwa umetengenezwa. Ina maana anaye hapa kulinda katiba ni rais, jaji mkuu, ni speaker, lakini akiivunja ukatutaki mwanasheria mkuu wa serikali. Inawezekana. Hata kuandika hizo pleading proof ni ngumu sana. You are pleading against a person who violated the constitution au violated haki ya mtu, lakini humtaji, lakini unayemshtaki ni nani? Mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo ni uamuzi ambao kwa kweli umetondolewa kwenye giza kwa watu ambao wanafanya public interest litigation, na nafikiri tutakuwa na mada hapa baada hapo, na kwa bahati nzuri nitaanza mimi. Huenda likawa ndio sehemu ya kuwekana sawa labda wewe maswali zaidi ili muweze kuelewa. Je, kifungu cha 26 cha katiba kiko na maana gani? Na kitu ambacho kilikuwa kinanipa ugumu profesa, huwa wananialika pia open law school kufundisha wanafunzi. Unaposema constitution is supreme, alafu unakuta sheria ya bunge yenyewe inapoka ile mamlaka, kwa kweli wanashindwa kuwaelewesha wanafunzi kwamba katiba ina nguvu kuliko sheria ya bunge. Kwa hiyo yale maboresho na marekebisho namba 3 2020, nachukua maneno ya profesa, maana alikuwa maboresho kwa marekebisho yalikuwa yanarekebisha kifungu cha katiba cha 26(2) kupitia mlango wa uani. Asanteni.